Baada ya kushikiliwa kwa sare ya bao 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar kwenye micheo ya 16 ligi kuu Tanzania bara, Yanga wamejikuta kwa viwango vyao vyenyewe vya msimu uliopita 2024-2025 katika ligi kuu Tanzania bara wameporomoka. Ndio sare hiyo ya Mtibwa Sugar walikuwa wakicheza nyumbani dhidi ya Yanga umeifanya Yanga sasa sare ya 1-1 Yanga ifikishe pointi 38 baada ya kucheza mechi 16. Kiwango hicho maana yake ni kwamba pointi 38 baada ya kucheza michezo 16, Yanga ilipaswa kuwa na pointi 48. Sasa maana yake ni nini? Performance yake kwa sasa ni around 79%. Kiwango hiki ni cha chini haswa kulinganisha na kile ambacho alikionyesha Yanga katika msimu uliopita, ambapo baada ya kucheza mechi 16 Yanga walikuwa wamekusanya pointi 42 katika pointi 48 zitokanazo na mechi 16. Manake Yanga msimu uliopita performance yao ilikuwa ni around 87.5. Yes. Lakini sasa performance yao ni 79%. Ni ushahidi kwamba Yanga kwa kiwango chake yenyewe imeporomoka kwa hapa takriban asilimia, ukichukua hii ukiondoa na hii ni around 8.5, ambazo naweza kusema ni 9% kwa kulinganisha kile walichokifanya msimu uliopita katika ligi kuu Tanzania bara kwenye mechi 16 na kile walichokifanya sasa. Lakini hata kwenye mabao msimu uliopita baada ya mechi 16 Yanga ilikuwa imefunga mabao 36, halafu imeruhusu mabao 6, goal difference ikiwa 30. Lakini hivi sasa kwa mechi 16 Yanga tunatambua sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar, manake sasa mabao imefikisha mabao 32, halafu imeruhusu mabao 3. Kwa hiyo goal difference utagundua hapa ni mabao 29. Ndio, kwa sababu imefunga 32, imeruhusu mabao 3. Kwa hiyo ukiangalia katika maeneo yote, general performance, ufanisi wa jumla wa timu kutokana na idadi ya michezo waliocheza na pointi walizo nazo, Yanga imedrop kwa around 8.5, kwa maana kutoka 87.5 ya msimu uliopita kwa kuwa na pointi 42 hadi 79 kutokana na kuwa na pointi 38. Lakini kwenye mabao pia kutoka kufunga mabao 36 imefunga mabao 32, ila kwenye ulinzi imeimarisha kutoka kuruhusu mabao 6 sasa imeruhusu mabao 3. Lakini goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, ilikuwa 30 sasa 29, ambao unaona hapa kilichopungua ni hasi moja, kwa maana tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Kwa hiyo kueleza kwamba Yanga imeporomoka kiwango kulinganisha na kiwango chake yenyewe hasa kwa msimu uliopita kwa idadi ya mechi hizi 16 iko dhahiri, kwa sababu namba hazidanganyi. Lakini bado kuna lingine, ni kwamba kitendo cha Yanga kupata sare dhidi ya Mtibwa Sugar kuwa na pointi 38 badala ya pointi 48, maana yake Yanga tayari imeshapoteza pointi 10 ilizopaswa kuziweka kibindoni katika michezo 16. Pointi hizi maana yake Yanga tayari imeshavuka idadi ya pointi ilizozipoteza kwa msimu mzima uliopita, kwa sababu msimu uliopita baada ya mechi 30 za msimu mzima Yanga ilimaliza na pointi 82, ambazo kati ya pointi 90, maana ukishinda michezo yote 30 unapata pointi 90. Yanga kuvuna pointi 82 maana yake ilipoteza pointi 8. Pointi hizi zilizopoteza ilikuwa ni kipigo ilichokipata kwenye mzunguko wa kwanza dhidi ya Azam bao 1-0, kipigo ilichokipata katika mzunguko wa kwanza ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita dhidi ya Tabora United ambayo hivi sasa ndio TRA United kwa mabao 3-1, halafu kuna suluhu dhidi ya JKT ya mzunguko wa pili walipotoka bila pale Meja Jenerali Samuyo, na hivyo Yanga ikapoteza pointi 8. Lakini sasa kupoteza pointi 10 maana yake tayari imeshazidi pointi 2 za kupoteza, pointi 2 kulinganisha na pointi zote zilizopoteza msimu uliopita. Yaani mechi ya 16 bado wana mechi 14 mkononi. Yanga wameshapoteza pointi nyingi kuliko pointi zote walizopoteza msimu uliopita, na hivyo ni uthibitisho usio na shaka kwenye namba kwamba Yanga kiwango chake kimeporomoka kwa kiwango chake chenyewe. Lakini pamoja na ukweli huu, bado kuna kila dalili kwamba Yanga ina mwenendo mzuri wa kuelekea kutoa taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Ndiyo, ilitarajiwa kwamba Yanga inapoonekana kuwa kiwango chake kimeporomoka kulinganisha na kiwango chake chenyewe msimu uliopita,
basi kuwe na dalili kwamba wapinzani wake wana nafasi kubwa zaidi ya kuipromosha kutoka kileleni na kutoa ubingwa ambao wenyewe wameutoa mara 4 mfululizo. Lakini ukiangalia mwenendo wa wapinzani wao wa karibu katika kuwania taji la ligi kuu Tanzania bara, ndipo ambapo Yanga bado wanaweza kujikuta wana hueni, ndio wana matumaini kwamba wanaweza katoa tena taji la 5 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara licha ya kuporomoka kiwango kwa viwango vyao wenyewe. Hili neno nalisisitiza sana kwa sababu ukiangalia performance, ufanisi wa washindani wake ndio ambao bado unawafanya Yanga wawe na matumaini hayo. Ni kwa sababu gani? Msimu uliopita mpaka ligi inakamilika, washindani wa Yanga wa karibu zaidi katika mbio za kuwania ubingwa, wa kwanza walikuwa ni watani zao wa jadi Simba, ambao walikwenda nao mpaka mechi ya mwisho ndio ilikuja kuamua nani awe bingwa. Tunatambua vizuri kwamba baada ya kila moja kucheza mechi 29 msimu uliopita kati ya Yanga na Simba, tofauti yao ya point ilikuwa pointi moja. Yanga walikuwa na pointi 79 kama tunakumbuka vizuri points, halafu Simba walikuwa wa pili baada ya michezo 29, Simba wakiwa na pointi 78. Mechi yao ya mwisho ndio iliyokuja kuamua bingwa we nani. Yanga walikuwa wakihitaji sare yoyote ili wafikishe pointi 80, Simba wabaki na pointi 78 wawe bingwa, au ushindi wowote ili wafikishe pointi 82, Simba wabaki na pointi 78. Simba ilikuwa ikihitaji ushindi katika mechi iliyokutanisha wao wawili, mechi ya 30, mechi ile ambayo ilikuwa na misukosuko mingi ikiahirishwa mara kadhaa. Mwisho wa siku ilipochezwa, Yanga walishinda 2-0, matokeo yake ndipo wakatimiza pointi 82, Simba ikabaki na pointi 78. Simba walionyesha ushindani wa hali ya juu. Simba walikuwa na kiwango kizuri. Katika mechi 16 za mwanzo wa msimu, Simba walikuwa na pointi 43. Yanga katika mechi 16 za mwanzo wa msimu walikuwa na pointi 42. Kwa hiyo Simba walikuwa na pointi moja zaidi ya Yanga kufikia mechi ya 16. Mechi 13 za mwanzo wa msimu, mechi ambazo kama sasa Simba wameshazicheza kabla ya mechi yao dhidi ya TRA United itakayochezwa baadaye, ni kwamba Simba walikuwa na kiwango cha juu zaidi kulinganisha na mechi 13 walizocheza mpaka sasa, na hilo ndilo ambalo linazidi kuwapa matumaini Yanga kwamba ingawa kiwango chao kimeporomoka, bado wana uwezo wa kutoa taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara 5 mfululizo. Vinginevyo wapinzani wao waongeze jitihada, lakini na wao kama hawatarekebisha mwenendo wao ili kuwa na kiwango bora cha kuwapa matokeo mazuri zaidi katika mechi 14 zilizobaki. Iko hivi, Simba msimu uliopita baada ya kucheza mechi 13, Simba walikuwa na pointi 34. Simba kwenye mabao baada ya mechi 13, mabao Simba walikuwa wamefunga mabao 29, walikuwa wameruhusu mabao 5 katika mechi 13 za mwanzo wa msimu. Nazitaja mechi 13 ili kulinganisha na idadi ya mechi walizocheza mpaka kufikia sasa, ili kujua ni kwa namna gani nasema kiwango chao kimeporomoka na hivyo kuwapa fursa Yanga kuendelea kuwa pale juu kileleni. Ni kwamba hivi sasa Simba baada ya mechi 13 kwa msimu huu wa 2025-26 unaoendelea, Simba hivi sasa wana point 28. Kwa hiyo unaweza kaona kwamba imedrop pointi 6 kulinganisha na mechi 13 walizocheza msimu uliopita. Lakini kwenye mabao Simba hivi sasa imedrop pia kwenye kufunga, kwa sababu ina mabao 21, imeruhusu mabao 6. Ukiangalia hapa ilikuwa na mabao 29, sasa hivi na mabao 21. Kwa hiyo mabao 8 yamepungua kulinganisha na msimu uliopita. Yaani Simba hii bado idadi ya mabao kwa mechi 13 haijafikia kile walichokionyesha akina Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, akina Joshua Budo Mutale na wachezaji waliopo, baadhi waliopo sasa, ukiondoa wale ambao wameshaondoka. Hao nimewataja kwa sababu wameshaondoka, lakini bado walikuwa na mabao mengi kuliko Simba inavyoshambulia sasa, ambayo kwenye mechi 13 imefunga mabao 21. Kwa hiyo imezidiwa mabao 8 na Simba msimu uliopita. Lakini kwenye kuzuia, Simba msimu uliopita mechi 13 iliruhusu mabao 5, wakati hivi sasa imeruhusu mabao 6. Maana yake imedrop kwa bao moja zaidi katika kuzuia. Lakini kwenye general performance sasa, kitendo cha kuwa na pointi 34 katika mechi 13 msimu uliopita, maana yake performance yake ilikuwa ni pointi 34, chini tutaweka pointi 39, maana ni mechi 13 ilipaswa iwe na pointi 39 endapo ingeshinda zote. Ukizidisha kwa 100 tutagundua hapa performance ya Simba ilikuwa
ni around 87%. Lakini hivi sasa ina pointi 28 katika mechi hizi ziko 13. Pointi 28 katika pointi 39. Ukizidisha kwa 100 unagundua Simba hivi sasa performance yake ni around 72%. Sasa ukiangalia 87 na pointi 72, tofauti ni Simba imedrop kwa 15% hivi sasa kulinganisha na kile ilichokifanya katika mechi 13 za mwanzo wa msimu uliopita. Lakini hawa ni Simba ambao matokeo yake kwa ufanisi huu inafanya Yanga bado iendelee kuwa juu hata kama kiwango chake kimeporomoka. Ndio maana hivi sasa Simba wana pointi 28, mechi 13, wana michezo mitatu mkononi kulinganisha na wanaongoza ligi watengeneza wajedi Yanga. Hata wakishinda mechi zote Simba watapata pointi 9 ambazo ukiongeza na pointi 28 walizonazo bado watakuwa na pointi 37 ambayo Yanga bado atakuwa juu kwa pointi moja zaidi. Hao ni Simba jinsi inavyoonekana kwamba wanaipa nafuu Yanga, kwamba inafanya vibaya ndio kwa kiwango chake yenyewe, lakini bado inaendelea kuwa juu kwa sababu wao wameporomoka zaidi. Yanga imeporomoka kwa around 9%, Simba imeporomoka kwa 15% kufikia mechi 13. Hivyo wakitaka waipe changamoto ya kutosha Yanga ili wawe pale juu, ili wahakikishe wanaizuia Yanga iliyotoa ubingwa mara 4 mfululizo isifanye tena kubulldoze ligi kuu Tanzania bara kwa kutoa mara 5 mfululizo, lazima waboreshe mwenendo wao. Lakini ukiangalia timu iliyoshika nafasi ya 3 katika msimamo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara wakati Yanga ikitoa ubingwa ikiwa na pointi 82, Simba ya pili ikiwa na pointi 78 ni Azam FC. Azam kiwango chao pia msimu uliopita kwenye mechi 15 ambazo wameshacheza mpaka sasa kilikuwa bora zaidi kuliko kile wanachokionyesha sasa. Nazungumzia Azam ya kocha Rashid Taus ambayo kwenye mechi 15 msimu uliopita Azam tayari ilikuwa imejikusanyia point 33, lakini ni Azam ambayo katika mechi hizi 15 msimu uliopita kwenye mabao ilikuwa imefunga mabao mengi zaidi, kwa maana ilikuwa imeshafunga mabao 22, imeruhusu mabao 7. Sasa ukiangalia Azam ya msimu unaoendelea 2025 2026 baada ya kucheza mechi 15, Azam hivi sasa ina pointi 29 ambazo unaona zimepungua pointi 4 kulinganisha na Azamu ya msimu uliopita ya kocha Rashid Taus. Flora Ibenge na kikosi chake, ingawa Azamu imesajili kwa ubora zaidi msimu huu, imeboresha zaidi kikosi chake, lakini bado imepungua kwa pointi 4. Kwenye mabao hivi sasa Azam kwenye mabao pia imepungua kutoka kufunga mabao 22 msimu uliopita, hivi sasa imefunga mabao 21. Maana yake limepungua bao moja. Mabao ya kuruhusu Azamu hii imeimarika zaidi, imeruhusu mabao 4 wakati msimu uliopita ilikuwa imeruhusu mabao 7. Kiasi ya kwamba goal difference msimu uliopita utagundua kwamba ni mabao 15, lakini msimu huu goal difference utagundua pia ni 17. Kwa hiyo kwenye goal difference walau Azam imeimarika zaidi kulinganisha na msimu uliopita. Yaani tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Msimu huu kwenye eneo la kiulinzi wale akina Yoro Diaby, akina Fuentes Mendoza, Twalib Nuru, Amek Lawi na viungo wao Kabaji akina Himedi Mao. Kwa ujumla mfumo wa kiulinzi wa Azam msimu huu uko bora zaidi katika mechi hizi 15 tulizoshuhudia kulinganisha na msimu uliopita. Sasa ukiangalia sasa general performance, ufanisi wa jumla wa Azam ulikuwa vipi? Kuwa na pointi 33 baada ya kucheza mechi 15, maana yake performance utaipima vipi? Utachukua pointi 33 chini pointi 45 ulizopaswa kuzipata endapo wangeshinda mechi zote 15, ukizidisha kwa 100 utaona hapa performance yao ilikuwa ni around 73%. Lakini hivi sasa kwa kuwa na pointi 29, pointi 29 badala ya kuwa na pointi 45 kutokana na mechi 15, ukizidisha ukigawanya vizuri hapo utagundua performance yao ni around 64%. Ukiangalia vizuri hapa performance yao kwa kulinganisha msimu uliopita na msimu huu imeshuka, imedrop kwa 9%, around 9%, maana tutachukua 73 tu 64. Kwa hiyo Azam nao ndio wanaochangia
kuifanya Yanga iendelee kuwa juu kwenye msimamo, kwa sababu wakati yenyewe inaporomoka kwa viwango vyake na wao wameporomoka kwa 9%. Matokeo yake wameipa fursa Yanga kuendelea kuwa juu, wameshindwa kuichallenge vya kutosha. Ndio maana Yanga wana pointi 38, Azam wana pointi 29, ingawa Azam wana kiporo cha mchezo mmoja kulinganisha na Yanga, maana wamecheza mechi 15. Wakishinda ili walevo idadi ya michezo na Yanga watakuwa na pointi 32, bado watakuwa wameachwa kwa pointi 6 endapo watashinda hiyo mechi ya 16. Kwa hiyo hivi inatoa mwenendo ambao sio mzuri kwao, badala yake wanazidi kuipa Yanga nafasi ya kuendelea kuwa juu yao, ingawa Yanga yenyewe kwa viwango vyake imeporomoka kama tulivyotoka kuona. Lakini timu nyingine iliyotarajiwa kuleta changamoto miongoni mwa zile top 4 msimu uliopita ni Singida Black Stars. Msimu uliopita Singida Black Stars ambayo hivi sasa imeshacheza mechi 15. Msimu uliopita wakati imecheza 15, Singida Black Stars ilikuwa SBS Singida Black Stars ilikuwa baada ya michezo 15 tayari ilishapata point 33 kama ilivyo Azam ilikuwa na point 33. Lakini kwenye mabao Singida Black Stars kwenye mabao baada ya mechi 15 msimu uliopita ilikuwa na mabao 22 ikiruhusu mabao 10. Tofauti ya mabao hapa ya kufunga na kuruhusu ilikuwa ni mabao 12 kwa maana ile GD. Lakini kwenye ufanisi point 33 baada ya kucheza mechi 15, maana yake itakuwa hesabu zetu zile 33 15 hapa, maana yake ni point 45 kama ingeshinda zote. Ukizidisha kwa 100 unagundua performance yake ni around 73% kama ilivyokuwa kwa Azam FC. Lakini msimu huu hivi sasa Singida Black Stars baada ya kucheza mechi 15, msimu uliopita idadi ya mechi 15 pointi ilizo nazo ni 25 tu kati ya pointi 45 walizopaswa kuwa nazo kwa michezo 15. Ukizidisha kwa 100 ili kupata ufanisi, utagundua performance yao ni around 56%, maana ni 55.555 to infinity, around 56%. Sasa performance yake kutoka 73% imedrop mpaka 56%, maana yake kwa ujumla ukilinganisha na msimu uliopita imedrop kwa 17%. Lakini hata kwenye mabao ya kufunga msimu uliopita tumeona hapa ilifunga mabao 22, imeruhusu mabao 10. Goal difference ni mabao 12. Lakini msimu huu kwenye mabao imefunga mabao 18, imeruhusu mabao 15. Matokeo yake goal difference ni mabao 3. Kwa hiyo imedrop pia kwenye uwezo wa kufunga, kutoka mabao 22 imefunga mabao 18, yamepungua mabao 4. Kwenye uwezo wa kuzuia, kutoka kuruhusu mabao 10 tu baada ya mechi 15, sasa imeruhusu mabao 15, wastani wa kuruhusu bao moja katika kila mchezo. Kwa hiyo unaona, ukiangalia mwenendo wa Singida Black Stars, wa Azam, mwenendo wa Simba mnyama, bado ndio unaoipa jeuri Yanga kuendelea kuwa pale juu kileleni, na matumaini ya kutoa ubingwa bado yapo mikononi mwao, ingawa kiwango chao kulinganisha na kiwango chao wenyewe msimu uliopita kimeporomoka. Swali la kujiuliza ni kwamba je, kuporomoka huku kwa timu zote za pale juu zilizomaliza top 4 msimu uliopita kulinganisha na wanachokifanya katika msimu huu kutaendelea kwa namna ambayo Yanga itapata ubingwa wa 5 mfululizo kama inavyoonekana, ama Yanga wataendelea kuporomoka halafu hizi nyingine zitaboresha viwango vyao ili kuweza kuichallenge na kuizuia kutoa ubingwa wa 5 mfululizo? Yote hayo ni swala la kusubiri, maana bado mechi nyingi, bado kuna kila timu miongoni mwa zile zinazopambania ubingwa zina fursa bado ya kutoa ubingwa, na sio wao tu, zipo pia nyingine zipo chini, maana inategemea kwa vipi. Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan, bye bye.